Leo ni tarehe 15 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi. Karibu katika udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Live TV. Naanza kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia, fursa ziwafikie wananchi. Ataka matukio makubwa ya uchache wa uwekezaji, uchumi, ajira. Mwinyi Kizimkazi, uchache wa maendeleo kwa wananchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akizungumza katika kilele cha tamasha la Kizimkazi kilichofanyika kwenye uwanja wa Mwene Makunduchi, wilaya ya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja jana. Gazeti limeandika TEC tuliomba kuonana na Rais Samia, yaunga mkono jitihada za serikali kujenga amani. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. LATRA yapigilia msumari mabasi kuishia stendi ya rasmi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. JKCI kupanua huduma za moyo Komoro. Habari katika ukurasa wa 5. Magereza kushirikiana na China, fursa teknolojia katika kilimo. Habari katika ukurasa wa 4. Kaburi lafukuliwa miaka 14 baada ya mazishi, polisi wachunguza. Habari katika ukurasa wa 20. Shahidi augua, kesi ya Lissu yahairishwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 gazeti hili. Lakini pia gazeti Habari Leo limeandika tupo jela kwa kubaka mtoto, ulawiti wenye matatizo ya afya akili. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kibano kikali kwenye vimulimuli ving'ora, sheria kudhibiti ufungaji holela kwenye magari, fine kung'ata hadi shilingi 300,000. Makundi haya yapewa ruksa, wadau wataka udhibiti mkali wa vifaa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 gazeti hili. Serikali yafuta ubosi barabarani, magari binafsi yanatumia vifaa hivyo kujifanya kuwa misafara rasmi. 300,000 faini ya juu kwa kufunga bila kibali. Miaka 3 jela, kifungo cha kiwango cha juu. GN namba 551 2026, kanuni mpya inayokataza. Nani anaruhusiwa? Rais wa Tanzania, rais wa Zanzibar, makamu wa rais, waziri mkuu, spika wa bunge, jaji mkuu wa Tanzania na Zanzibar, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Vilivyoidhinishwa ni polisi, ambulance, zimamoto, magari ya dharura yaliyopewa kibali. Ndugu ya Peter Kibatala ikisema kama hujatajwa na sheria unatenda kosa la jinai. Baraka Matemba, dereva wa taxi Moshi, anasema kumekuwa hakuna heshima tena hata kwa ambulance kwa sababu kila mtu amefunga chake. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. TEC wadau wa kueleza moto umuhimu wa kuponya taifa. Habari katika ukurasa wa 2. Gazeti hili imeandika Samia, fursa Kizimkazi ziguse zaidi wananchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Lissu alivyong'aka Jamhuri kutoleta shahidi, ataka. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 6, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii nalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni TEC yafunguka walichoteta na Rais Samia. Ndugu ya Padre Kitima ikisema wenzetu Afrika Kusini walikubaliana ukweli, kila mtu akakiri ukweli kwa upande wake, wakasameheana na kuanza kujenga upya, tusirudie yale yaliyotugombanisha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Jamhuri tutaleta mashahidi wote 13 kesi ya Tundu Lissu. Habari katika ukurasa wa 3. Sheria ya ndoa, Jaji Makaramba aibuka na hoja mpya inayokwamisha marekebisho. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Jaji mstaafu wa mahakama ya rufani Robert Makaramba anasema kuchelewa kufanyiwa marekebisho kwa sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kunatokana kwa kiasi kikubwa na namna hukumu za mahakama zilivyoelekeza utekelezaji wa mabadiliko hayo, akisisitiza kuwa jukumu la kubadili sheria liko mikononi mwa bunge. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Mkenya kamatwa akiingilia mfumo wa uchaguzi Zambia. Habari katika ukurasa wa 13. Dr. Samia, bila amani hakuna maendeleo. Habari katika ukurasa wa 2. Wafukua makaburi wachukua mifupa ya marehemu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Nalo gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni tamasha Kizimkazi, Rais Samia ataka fursa ziguse watu. Habari katika ukurasa wa 3. Mwinyi asema limeleta neema tele. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Habari picha ikimwonyesha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza na makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi katika kilele cha tamasha la Kizimkazi Makunduchi, mkoa wa Kusini Unguja, Zanzibar jana.
Ratla yasisitiza agizo la RC Chalamila litekelezwe. Mamlaka ya kudhibiti usafiri ardhini LATRA imewataka wamiliki wa mabasi yaendayo mikoani na nchi jirani kutekeleza agizo la mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. TRA yarahisisha huduma Pemba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Tume ya Jajilila yaungwa mkono Ulaya, habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti Uhuru limeandika Dr. Migiro atoa maagizo ya utekelezaji wa ilani CCM, habari katika ukurasa wa 14. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Samia awataka wawekezaji kutumia fursa, habari katika ukurasa wa 2. RC aiomba India kuzidisha ushirikiano na Zanzibar, habari katika ukurasa wa 3. TANESCO polisi zaimarisha ulinzi miundombinu ya umeme, habari katika ukurasa wa 6. Lakini pia gazeti hili limeandika tamasha la Kizimkazi kusaidia kukuza uchumi Dr. Mwinyi, habari katika ukurasa wa 2. Idadi ya watalii ongezeka kwa 9.6 mwezi Julai, habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika Ufaransa yataka walowezi wanaowatesa wa Palestina kuchukuliwa hatua, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika nondo 5 za Aziz Ki Yanga yazua mamilioni uwanjani leo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Uwezo wake wa kutumia mguu wa kushoto kupiga mipira kwa usahihi na kutengeneza hatari akiwa nje eneo la hatari unaweza kukupa Yanga chaguo jingine katika mechi ambazo wapinzani wanalinda kwa idadi kubwa. Leo ni Namungo dhidi ya Yanga Majali wa Lindi, lakini pia Coastal dhidi ya Mashujaa leo saa 12 jioni Mkokwani Tanga. Beka Simba hii bado aisee, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Mastaa wa mchambua Mgunda Mwalimu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Umafia Jay-Z unavyoanza kutesa soka Ulaya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Huyu ndo bingwa mpya la Liga 2026-2027, habari katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Matokeo ligi kuu bara ni Pamba 1 Dodoma Jiji 1. TPL leo Jumamosi ni Polisi Tanzania dhidi ya Azam FC saa 10:15 Sheikh Amri Abeid Arusha. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo, na gazeti ya Habari Leo lenyewe katika ukurasa wake nyuma limeandika Geita yaanza vizuri Pamba Dodoma sare, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Yanga yaanza kutetea taji ligi kuu leo, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Tadeo achia ngazi TOC, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Lakini pia gazeti Habari Leo limeandika Kwanza aingia kwenye rada za Arsenal, habari katika ukurasa wa 22. Nyota Bongo Flava acha gumzo Zanzibar, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe limeandika Yanga yaanza kusaka ubingwa, Kelo atajwa kumpisha Ziziki, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Fei kuiongoza Azam kwa Polisi leo, habari katika ukurasa wa 23. Simba kulinda rekodi kesho, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Pata nakala yako, some kwa undani zaidi. Hii ni Live TV na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania Jumamosi leo. Usisahau kuichagua tena Live TV. Asante na kwaheri kwa sasa.